Mtazamaji wangu, wakati ambapo jijini Nairobi hali imeweza kutulia, basi tukiweza kuzidi kuona kwamba siasa zinazidi kupamba moto, basi katika kaunti ya Bungoma tumeweza kushuhudia siku ya leo kwamba hali imekuwa sio hali, na hivyo basi waandamanaji ambao walikuwa wameweza kuzidi kuongozwa na wabunge na wanasiasa ambao walikuwa wameweza kufika kule, waliweza kutupiwa vitoza machozi na ikaweza kuwabidi wao kuweza kuondoka na kuachana na mkutano huo ambao walikuwa wameweza kwenda kufanya. Mtazamaji wangu, na siku ya leo nimeweza kukuletea mengi mazito ambayo yalikuwa kiweza kutokea kule upande wa Bungoma, na hivyo basi kabla sijaweza kukuelezea, ningependa sana kwa moyo nyenyekevu popote pale ulipo, iwapo ni mara ya kwanza kuweza kukutana na video hii, tafadhali like video hii. Cha pili, bonyeza alama nyekundu ile liko subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu ile liko subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana kuweza kujiunga nasi, karibu ili kwamba tuweze kusonga sote mbele kwa pamoja. Siku ya leo msamaji wangu, ikiwa ni mnamo tarehe 12 mwezi wa 5 mwaka 2025, basi tuliweza kuona viongozi kutoka upande wa Western part of Kenya waliweza kujitokeza katika kampuni, mtazamaji wangu, ya Nzoia Sugar, ili kwamba kuweza kuzuia kampuni hiyo kuweza kuuziwa. Mtazamaji wangu, gavana Natembeya aliweza kuzungumza siku chache ambazo ziliweza kupita na kuweza kusema kwamba kampuni ya Nzoia Sugar, kampuni ambayo huwa inazalisha sukari na kuweza kuwapatia wale ambao ni wakulima au kuweza kuwasaidia wakulima kuweza kupata kipato kidogo, basi ilikuwa imeweza kuuziwa mtu binafsi, ambayo mtazamaji wangu ilikuwa itaweza kuleta madhara makubwa sana kutoka kule upande wa Western Kenya. Na siku ya leo mtazamaji wangu, maandamano makali yameweza kushuhudiwa sana, na hadi tukaweza kuona basi polisi waliweza kujitokeza ili kwamba kuweza kutumia vitoza machozi kuweza toanisha wale wote ambao walikuwa wameweza kujitokeza pale ili kwamba kuweza kufanya maandamano au kila ambacho kilikuwa kiweza kuzidi kutokea hapo, mtazamaji wangu. Now, polisi waliweza kutupa vitoza machozi na maandamano haya yalikuwa yakiweza kuzidi kuongozwa, mtazamaji wangu, na Eugene Wamalwa ambaye ni kiongozi wa DAPK na gavana George Natembeya ambaye pia ni gavana kutoka kule upande wa Trans Nzoia County, mtazamaji wangu, Cleophas Malala ambaye alikuwa ni seneta wa Kakamega, alafu huyu ambaye ni wakili wake Rigathi Gachagua ambaye ni Ndengwa Njeru, mtazamaji wangu, bila kumsahau Wafula wa Munyinyi, mtazamaji wangu, na wale ambao ni wakaaji wa Bungoma. Waliweza kukuwa na hasira sana na ikaweza kuwabidi kuweza kwenda kufanya ile na ambayo mtazamaji wangu ni maandamano ambayo walikuwa kiweza kuyataja au kusema kwamba maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya wao kuweza kupigania haki yao, because as we are talking now, ukweli uliopo mtazamaji wangu ni kwamba kampuni hii imeweza kuuzwa na kampuni hii imeweza kutolewa kwa ile ambayo ni serikali, na serikali imeweza kuuzia watu wengine. Chapisho hili mtazamaji wangu liliweza kuonyeshwa katika mitandao ya kijamii, na kama vile ambavyo pia iliweza kuchapishwa na kituo kimoja cha redio cha hapa nchini Kenya katika ukurasa wao wa Facebook. Waliweza kusema hivi, nikiweza kuwanukuu kwamba police lobbed tear gas to disperse leaders protesting against a privatization of Nzoia Sugar. Privatization mtazamaji wangu, kama vile ambavyo wala ambao wasiofahamu, ni kuweza kupeana kitu kiweze kukua owned au kitu cha serikali au kitu ambacho umma inakitegemea iweze kupewa mtu mwingine, iweze kuuziwa mtu mwingine. Now, maandamano haya yaliweza Eugene Wamalwa, Governor George Natembeya, Cleophas Malala, Lawyer Ndengwa Njiru and Wafula wa Munyinyi led Bungoma residents in the protest. Mtazamaji wangu, this is the new mwamko mpya ambao nazidi kuona kwamba utakuwa ukiweza kuzidi kuleta ile na ambayo ni watu kutoka kule upande wa Western part of Kenya kuweza kukua against the current government, serikali ambayo ni ya Rais William Samoei Ruto. Tukiweza kusonga mbele mtazamaji wangu, ni kwamba Rigathi Gachagua hatimaye ameweza kujiondoa na chama chake Rais William Samoei Ruto UDA, jambo ambalo limeweza kuwa linazungumziwa siku ya leo. Na basi mtazamaji wangu, hii imeweza kumpa nafasi sasa yeye kuweza kuzindua chama chake kipya kabisa ambacho ameweza kuwa kikitaja kwamba atakuwa kiweza kukizindua very soon. Na sasa mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua anatarajiwa kuweza kuzindua chama hiki, na kesho akiweza kukizindua, basi mtazamaji wangu waweze kumchagua mtu mmoja ambaye watakuwa kiweza kumpatia, kama wakiweza kusema kwamba this is now the person that we want, aweze kwenda yeye binafsi. That's why we are seeing that so many people who are meeting Rigathi Gachagua wote wamekuwa kiweza kutaja kwamba they want to vie for presidential seat.
Sababu kuu ambayo inazidi kuwafanya waweze kuzungumza hivi, mtazamaji wangu, ni kwamba everyone believes na anazidi kuona kwamba hapa nitaweza kutoboa. Kila mtu, mtazamaji wangu, anazidi kuona kwamba hapa kuna kila ambacho kinaweza kuja kufanyika na tuweze kukua na ushindi. That's why everyone ameweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba anataka kiti cha urais, ili kwamba waweze kupata kuona ni nani ambaye akiweza kusema kwamba anataka kiti cha urais ataweza kuwa na watu wengi, na yule ambaye ataweza kuwa na watu wengi ndiye ambaye wataweza kumchukua na waweze kuhakikisha kwamba wanamuunga mkono. Wakisha muunga mkono, wanaenda na yeye hadi tamati na wanahakikisha kwamba wameweza kumsaidia na kila kitu kiko sambamba, kila kitu kiko sawa, mtazamaji wangu. That's what we are seeing. So Rigathi Gachagua and his team, they are already prepared to fight President William Samoei Ruto. And this team, we need to watch it carefully. Because believe me or not, this team is going to make President William Samoei Ruto a one-term president. Sababu kwamba inanifanya niweze kuzungumza kauli hii, mtazamaji wangu, ni sababu kwamba tunazidi kuona kwa kwamba kile ambacho kinazidi kutendeka na kutokea ni kitu kizito sana ambacho tulikuwa tumeweza kukitegemea. Tunachozidi kukiona, mtazamaji wangu, ni kitu ambacho hatukuweza kutarajia kwamba this is what will happen or this is what we should expect that will be coming to happen. Mtazamaji wangu, mambo ni mengi mazito sana ambayo yanazidi kuendelea ndani ya taifa letu la Kenya. Na sasa serikali yake Rais William Samoei Ruto iko na wasiwasi. Nina imani kwamba, mtazamaji wangu, unajiuliza wasiwasi kivipi, na wako ndani ya serikali na inasemekana kwamba pia waliweza kushirikiana na Raila Amolo Odinga kuweza kumteua mkuu wa IEBC. Now, my point here is, licha ya wao kuweza kushauriana, kuambizana kwamba tutakuwa tukiweza kutekeleza hiki, kwamba tutakuwa tukiweza kufanya hiki, basi mtazamaji wangu, ishara kamili ishaweza kuonekana kwamba Raila Amolo Odinga is not going to be with those people, and Raila Amolo Odinga wants to go and vie on his own. So you can imagine, na hili nimekuwa nikikuelezea kwa muda mrefu, mtazamaji wangu, you can imagine Rais William Samoei Ruto amekosa support upande wa Mlima Kenya, amekosa support upande wa Western, ambapo wameweza kukasirika kabisa kwamba kampuni yao ya kutengeneza sukari ya Nzoia Sugar imeuzwa, na ambapo pia, mtazamaji wangu, upande wa Nyanza, ambapo Rais William Samoei Ruto ameweza kuweka matumaini na anaamini kwamba huku nitaweza kutoboa. You can imagine, pia huko ameweza kukataliwa. So hapa rais ataweza kukimbilia wapi? Ni kipi ataweza kukitekeleza ili kwamba yeye kuweza kuja kupata ushindi kwa kila ambacho kimekuwa kiweza kuzidi kuibuka au kutendeka? Now, that is the question that we people we need to ask ourselves, kwa sababu as we are talking now, hali sio hali. As we are talking now, mambo yameweza kuchemka, mtazamaji wangu, ndani ya taifa letu la Kenya. So hatufahamu, hatutambui ni kipi ambacho kinaweza kuja kutokea au kutendeka ndani ya taifa letu la Kenya. Lakini swali litaweza kubaki kuwa moja tu hapa, mtazamaji wangu, because tayari Raila Amolo Odinga is not the opposition. He is just the opposition by the name. Ila kikosi chake Rigathi Gachagua ndicho ambacho kinajiita kwamba the opposition. Na ndicho kikosi ambacho kwa sasa watu wengi sana wameweza kuweka matumaini huko, wakiweza kuamini kwamba hapa ndipo ambapo tunafaa tuweze kuweka tegemeo letu na matumaini yetu kwamba tutaweza kutoboa. So that is what is happening, and that's what, mtazamaji wangu, tunafaa tuweze kutegemea na kutarajia kwamba it can happen or it will be happening. Kwa hivyo, mtazamaji wangu, leo sitaki niweze kuzungumza sana, ila na swali moja ambalo ningependa niweze kukuuliza wewe kama mtazamaji wangu ambaye unazidi kufuatilia channel hii pendwa kabisa murwa ya hapa nchini Kenya ifahamikayo kama Ghafla News. Je, unadhania kwamba Rais William Samoei Ruto na watu kutoka kule upande wa Nyanza wataweza kuungana ili kwamba kuweza kumsaidia kuweza kushinda uchaguzi wa 2027? Na je, unadhania kwamba Raila Amolo Odinga kwa kweli ataweza kujitokeza ili kwamba kuweza kuonyesha ishara ya kuweza kumsupport Rais William Samoei Ruto upande au wakati ambapo utaweza kufika uchaguzi ambao utafanyika wa 2027? Tupe maoni yako kwenye comment section. That was it for now. Don't forget to like this video na kunibonyezea alama nyekundu ili ni subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now. See you again in our next video.